kifuatacho, jibu maswali yote. Asha: shikamoo mwalimu. Leo nimefurahi sana kwa sababu shule yetu imeanzisha klabu ya ubunifu wa kidijitali. Mwalimu: marahaba Asha. Hilo ni jambo nzuri. Unadhani klabu hiyo itawanufaisha vipi wanafunzi? Asha: itasaidia kujifunza matumizi ya teknolojia kama kuhariri video, kutengeneza mawasiliano na hata kubuni programu rahisi. Mwalimu: ni kweli, teknolojia ni muhimu sana katika dunia ya leo. Je, wazazi wako wamelipokeaje wazo hilo? Asha: wamefurahi sana kama tasa aliyepata mwana. Wanasema itaniandaa kwa ajira ya baadaye na kunifanya nijitegemee. Mwalimu: hilo ni wazo nzuri, lakini kumbuka nidhamu na matumizi bora ya muda yatakufaa. Asha: nimekuelewa mwalimu. Nitazingatia hilo kwa kuyakumbatia masomo yangu. Shukrani. Maswali. Swali la kwanza: taja mada kuu ya mazungumzo haya. Mada unapaswa kuandika kwa herufi kubwa na unapigia mstari. Mada: klabu ya ubunifu. Mada: teknolojia. Unaandika kwa herufi kubwa. Kwa hivyo ulikuwa mojawapo unaweza kuandika klabu ya ubunifu au teknolojia au kuanzishwa kwa klabu ya ubunifu. Mojawapo ya mada hizo ingefaa, mradi umeandika kwa herufi kubwa na ukapigia mstari. Swali la pili: eleza faida moja ya klabu ya ubunifu wa kidijitali kulingana na mazungumzo. Hata kama umepata unaandika majibu ambayo ni sahihi. Labda niliona jibu lako liko karibu nikakuwekea umepata. Kwa hivyo faida moja ya klabu ya ubunifu ni huwasaidia kujifunza matumizi ya teknolojia. Kujifunza matumizi ya teknolojia kama vile kuhariri video, kutengeneza mawasiliano na kubuni programu rahisi. Kwa hivyo nasema husaidia kujifunza matumizi ya teknolojia kama kuhariri video, kutengeneza mawasiliano na mwisho kubuni programu rahisi. 3, mtazamo wa wazazi wa Asha ni upi? Wanafurahia na kusema itamwandaa kwa ajira za baadaye na kumfunza kujitegemea. Kwa hivyo ni wanafurahia kwa sababu somo hilo litamwandaa kwa ajira za baadaye na kumfunza kujitegemea. 4, taja ushauri aliotoa mwalimu. Kwanza anamshauri kuwa na nidhamu. Ndoketi. Anamshauri kuwa na nidhamu. 2, kutumia muda vizuri. Kutumia muda vizuri. Swali la 5, taja mandhari mawili katika kifungu hiki. Mandhari yalikuwa mawili. Kulikuwa shuleni na nyumbani. Shuleni na nyumbani. Swali la 6A, taja wahusika wawili katika matini. Kuna Asha, kuna mwalimu, kuna wazazi. Au ndio wahusika pale. 6B, eleza sifa moja moja kwa wahusika uliotaja. Kwa hivyo kuna Asha. Asha ni mwenye heshima. Na lazima ueleze. Ukikosa kueleza hakuna alama yoyote, ni sufuri. Umeambiwa ueleze. Ni mwenye heshima, unaeleza kwa nini amemsalimia mwalimu shikamoo. Ni mwenye shukrani. Ni mtiifu. Kwa sababu anatii ule ushauri wa mwalimu, ndio maana tunasema ni mtiifu. Mwalimu naye ni mshauri mwema. Mwalimu pia ni mwajibikaji au amewajibika. Na pia mwalimu ni mlezi mwema. Ni mlezi mwema. Na lazima ueleze. Ukikosa kueleza hakuna alama. Wazazi wanawajibika. Wamewajibika. Wazazi wake pia ni washauri na ni walezi wema. Kwa hivyo sifa moja na unaeleza. Sifa moja kila mhusika na unaeleza. Husika nilikuwa nataka tu wawili. 7,
Kwa mifano, tambua mbinu mbili za lugha katika kifungu. Hapo kuna tashibihi. Walifurahi kama tasi. Tasa, mani tasi. Tashbihi iko pale. Lazima utoe mfano, bila mfano sufuri. Utohozi, kuna utohozi wa klabu, kuna dijitali, programu, teknolojia. Pia kuna tashisi au waishaji, kule kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za binadamu. Tunaambiwa kuna kuyakumbatia masomo yangu, anakumbatia masomo. Jinsi ambavyo ukumbatia binadamu, yani ni kule kuyakubali masomo. Kuna nidaa, wanzo nzuri. Ukisemea nidaa baada ya nzuri lazima nione kisishi. Lazima kuwe na alama hisi, wazo nzuri. Bila alama hisi hakuna nidaa pale. Pia niliona mdokezo. Mdokezo lakini na vitone viwe tatu, lakini na vitone viwe tatu. Sehemu ya ba